Katika historia ya wanadamu, vita vimekuwa sehemu ya maisha ya jamii nyingi. Mataifa yamepigana kwa sababu ya ardhi, mali, mamlaka na tofauti za kiitikadi. Lakini kwa mtazamo wa kidini, hasa katika maandiko ya Biblia na maandiko ya kale kama kitabu cha Henoko, chanzo cha vita hakionekani tu kama mgogoro wa kibinadamu bali pia kinaelezwa kuwa ni matokeo ya mafundisho mabaya yaliyotolewa kwa wanadamu na viumbe wa kiroho waliomuasi Mungu. Habari, karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea makala kuhusu jinsi vita vilivyoletwa na kufundishwa duniani. Hapa malaika waasi kutoka mbinguni wanatajwa kuwa chanzo cha kuleta ujuzi wa vita duniani. Kaa nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii upate kujua kwa kina kuhusu chanzo cha ujuzi wa vita. Mwanzo wa uovu na migogoro. Kwa mujibu wa Biblia, Biblia inaeleza kwamba mwanzo wa matatizo yote ya wanadamu ulianza baada ya anguko la mwanadamu katika bustani ya Edeni. Katika kitabu cha Book of Genesis, Adam na Eva walipovunja amri ya Mungu, dhambi iliingia duniani. Tangu hapo, tabia za ubinafsi, chuki na tamaa zilianza kuonekana katika jamii ya binadamu. Mfano wa kwanza wa vurugu unaotajwa katika Biblia ni tukio la ndugu wawili, Kain na Abel. Kain alimuua ndugu yake Abel kwa sababu ya wivu na hasira. Tukio hili linatajwa kama mauaji ya kwanza katika historia ya wanadamu na linaonyesha mwanzo wa vurugu na chuki katika jamii. Hata hivyo, Biblia inaonyesha pia kwamba kadiri vizazi vya wanadamu vilivyoongezeka, uovu nao uliongezeka. Watu walianza kuishi kwa fujo, ubinafsi na dhuluma. Hali hii ilifanya dunia kujawa na vurugu na migogoro. Tubal-Kain na mwanzo wa teknolojia ya vyuma. Katika kizazi cha Kaini, Biblia inamtaja mtu mmoja muhimu sana aliyehusika na maendeleo ya teknolojia ya vyuma. Mtu huyo ni Tubal-Kain. Biblia inasema Tubal-Kain alikuwa mfundishaji wa watu kutengeneza vyombo vya shaba na chuma. Ingawa maandiko hayasemi moja kwa moja kwamba alitengeneza silaha za vita, watafsiri wengi wanaamini kuwa teknolojia hiyo ya vyuma ilifanya iwezekane kutengeneza mapanga, mikuki, visu, silaha za kupigana. Kwa hiyo kwa mtazamo wa baadhi ya wanateolojia, Tubal-Kain anaonekana kama mtu aliyesaidia kuanzisha ufundi uliowezesha kutengenezwa kwa silaha za kwanza za chuma. 2. Malaika walioasi na mafundisho ya vita. Maandishi mengine ya kale ya Kiyahudi yanaeleza kwa undani zaidi kuhusu chanzo cha ujuzi wa vita. Maandishi hayo yanapatikana katika kitabu cha Henoko. Kitabu hiki kinaelezea hadithi ya kundi la malaika walioasi Mungu wanaoitwa Watchers. Malaika hawa waliitwa hivyo kwa sababu walipewa jukumu la kuangalia na kulinda dunia, lakini waliasi na kushuka duniani. Kiongozi mmoja muhimu katika kundi hili alikuwa malaika aliyeitwa Azazel. Kwa mujibu wa kitabu cha Henoko, Azazel alifundisha wanadamu mambo mengi yaliyosababisha uharibifu mkubwa katika jamii. Mafundisho yake yalijumuisha utengenezaji wa silaha za vita, kutengeneza mapanga na mikuki, matumizi ya chuma kwa ajili ya kupigana, mbinu za kupigana na kuharibu. Maandishi hayo yanaeleza kwamba baada ya wanadamu kujifunza mambo haya, vita na vurugu zilianza kuongezeka duniani. Na kuongezeka kwa vurugu duniani, kitabu cha Henoko pia kinaelezea kuzaliwa kwa viumbe wakubwa waliokuwa nusu malaika na nusu binadamu. Viumbe hawa wanajulikana kama Nefilim, yaani Wanefeli. Wanefili walikuwa na nguvu kubwa sana na walitawala wanadamu kwa ukatili. Walifanya uharibifu mkubwa duniani, wakila mali za wanadamu na hata kusababisha vita na ghasia. Kwa mujibu wa maandiko hayo, dunia ilijaa vurugu, vita, uonevu, uharibifu. Hali hii ndiyo iliyopelekea Mungu kuamua kuangamiza dunia kwa gharika kubwa iliyotajwa katika simulizi ya Nuhu. Mafundisho ya vita kama sehemu ya uasi dhidi ya Mungu. Kwa mtazamo wa kidini, vita havionekani tu kama matokeo ya migogoro ya kawaida. Badala yake vinaelezwa kuwa ni matokeo ya dhambi ya mwanadamu, tamaa ya mamlaka na mali, mafundisho mabaya yaliyotoka kwa viumbe waliomuasi Mungu. Kitabu cha Henoko kinaonyesha wazi kwamba baadhi ya maarifa ambayo wanadamu walipokea yalikuwa maarifa yaliyotumiwa vibaya, hasa katika utengenezaji wa silaha na mbinu za vita. Hivyo basi, kwa mtazamo wa kidini wa Biblia na maandiko ya kale kama kitabu cha Henoko,
chanzo cha vita duniani kinaelezwa kwa njia kadhaa. Biblia inaonyesha kwamba vurugu zilianza kutokana na dhambi na chuki katika moyo wa mwanadamu, kama inavyoonekana katika tukio la Kaini na Abeli. Wakati huo huo, maandiko ya Henoko yanaongeza maelezo kwamba baadhi ya ujuzi wa vita ulifundishwa kwa wanadamu na malaika walioasi kama Azazel. Mafundisho haya yalichangia kuongezeka kwa vurugu, vita na uharibifu duniani. Kwa hiyo katika mtazamo huu wa kidini, vita havitokani tu na sababu za kibinadamu bali pia vinaonekana kuwa sehemu ya mapambano kati ya utii kwa Mungu na uasi dhidi yake. Je, kitabu cha Henoko ni kitabu gani na kinaelezea nini na kwa nini kilitolewa kwenye Biblia? Tukutane video ijayo kupata ufafanuzi zaidi. Hapa nafika mwisho wa makala hii inayohusu chanzo za vita kuletwa duniani.